tena mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya. Hatutaki matata Kenya. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Tumeapa sote wananchi wa Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya ni mama yetu, tena ni baba yetu, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Sitaiacha Kenya nchi yangu, Mimi ni mwana Kenya daima. na nikienda ng'ambo nitarudi. Mimi ni mwana Kenya daima. Sitadanganywa kamwe na wageni, Mimi ni mwana Kenya daima. wala sitapotoshwa na wabaya. Mimi ni mwana Kenya daima. Sitaiacha Kenya nchi yangu, Mimi ni mwana Kenya daima. na nikienda ng'ambo nitarudi. Mimi ni mwana Kenya daima. Sitadanganywa kamwe na wageni, Mimi ni mwana Kenya daima. wala sitapotoshwa na wabaya. Mimi ni mwana Kenya daima. Wenzangu, wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Daima, Kenya nchi tunayoipenda. daima, Kenya nchi tunayoipenda. daima. Naam, bila shaka mashairi mazuri, mashairi yenye hisia, wimbo ambao wakati mmoja unapochezwa kila mtu anasahau chochote kile, na utaifa na uzalendo ndio ambao unakuja. Ulipokuwa unaandika huu wimbo ulikuwa mwaka gani, na je, ni hisia zipi uliokuwa nazo mpaka ukaweza kutunga wimbo Tushangilie Kenya? Tushangilie Kenya nilitunga mwaka wa 85. 85. Na sababu ya kutunga huo wimbo ilikuwa vile tulikuwa tunaona nchi majirani yetu walikuwa na msukosuko kali sana. Na watu walikuwa refugees walikuwa wanatoka huko na wanakuja kwetu, na nilikuwa naona vile wanateseka. Na nikiangalia baadaye niligundua ya kwamba ilikuwa siasa mbaya ambayo ilikuwa upande huo, ilikuwa imeleta msukosuko. Alafu sasa hawa watu wamegawanyika kikabila, alafu wanaanza fujo wao wenyewe, alafu wanafurugana, wanapigana, alafu shida inatokea, alafu sasa wananchi wanaanza kuteseka. Na hapo una miaka mingapi ukiandika wimbo? Hiyo miaka ya 80 ilikuwa miaka mingapi?
Nilikuwa na kama miaka 28, 30 hivi. Ndio nini kilikusukuma? Kwa sababu ni shida ambazo kwa zinaendelea nchi nyingine. Nini kilikusukuma ukasema mimi kama Thomas Wesonga naenda studio kuandika, lakini huu ndio wimbo watushangilie Kenya? Kwanza wimbo huo haikuwa wimbo wa kwanza, ilikuwa katikati ya nyimbo zingine. Nilikuwa nishaandika nyingine, lakini sababu hasa hii ilikuwa sababu hiyo. Na pia wajua, wakati ule pia kulikuwa na siasa kidogo hapa ndani pia. Unasikia wanasiasa hawa wanasema hivi na hivi na hivi, alafu sasa ndio nilipo pima na vile ninaona watu wengine waliteseka, ninaona ya kwamba afadhali ilikuwa tu ndoto ambayo ilitoka kwa roho yangu, niseme ya kwamba kwa lugha ya muziki wacha niongee ili wananchi pia wapate wajue kwamba nikaona walisikia wajua lugha ya muziki unasikia zaidi rahisi kushinda. Na unahisi vipi kwamba wazo lilokuwa nalo miaka ya 80 mpaka sasa hivi linazidi kuenziwa na vizazi vingine na unahisi vipi wewe mwenyewe kama Thomas Wesonga? Kitu ambacho nilishangaza mimi nilipokuwa ninatunga hizi nyimbo, sikujua ya kwamba zitakuwa na uwezo wa kufikia miaka mingi hivyo. Nilikuwa nafikiri ni kwa wakati huo pia peke yake, lakini baadaye nikaona inaendelea, na nafikiri ni kipeo tuseme ni talent ile ambayo imetoka kwa Mungu. Labda Mungu alikuwa anaongea na mimi kwa njia nyingine, alafu neno, wajua Mungu anatumia binadamu, yeye amejificha, alafu maneno inatokea, alafu hiyo maneno itadumu kwa miaka kadhaa. Na nimeona kukiangalia katika utaratibu wa nyimbo zako zote, sana umeweka utaifa mbele, sana umeweka uzalendo mbele, kwa sababu wewe ni mtunzi mashairi. Labda pengine tungesikia Thomas Wesonga ameandika wimbo wa rumba, ameandika mapenzi, walia kuhusu mapenzi, lakini sana nyimbo zako 99% utaifa, uzalendo. Kwa nini iwe hivyo? Ni kwa sababu ya lengo la nyimbo zangu kwanza ni kujenga, kuleta amani. Ili watu wawe na amani, na wajua ikiwa watu wako na amani ndio maendeleo pia inaweza kuwako, na ndio watu wanaweza kufurahia nchi, na pia kila kitu itaendelea, kwa sababu hata hizo mapenzi na nini inaweza kuwako tu ikiwa tuko na amani. Kwa hivyo lengo langu la kwanza ilikuwa hiyo, lakini nyimbo za mapenzi si mbage. Kuna watu wengine wanasubiri, Mungu tunakuombea Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu, uzidi kugusa watu na nyimbo zako. Shukran. Kuna watu usubiri mtu aondoke, alafu akasema tungeomba tungefanya kitu fulani kwa heshima ya Thomas Wesonga. Tunasema nizike ningali hai. Leo ukiwa hai, ni kitu gani ambacho kikifanywa wewe utasema kwamba kesho hata Mungu akinichukua hii itakuwa ni legacy nzuri kwangu, kwa jamii? Kitu gani ambacho ungependa ima kwa serikali kikifanyika? Maana tumeona katika hafla za kitaifa unatumbuiza, lakini ni kitu gani kiko katika nafsi yako ambapo unasema hiki Rashid kikifanywa hata Mungu akaniita kesho nitakuwa nimeridhika? Mimi kitu ambayo ningeomba sana tuwe nayo ni amani na umoja wa nchi. Ikiwa tuko na utulivu katika nchi na tuko na amani, basi watu watafurahia. Ndio unaona nchi itatulia, na watu hata wageni watakuwa wanakuja na kadhalika, kwa sababu amani ndio kitu muhimu sana ambayo ninataka iendelee. Hiyo ni zaidi hata ya mali ambayo nikakuwa nayo, kwa sababu amani ikiwa watu wamekuwa na amani na umoja, utengano hatutaki, kwa sababu kitu babangu alikuwa ananiambia kwamba usiite mtu na kabila yake, wewe umuite na jina lake, ili ikiwa Rashid ni mbaya mwambie tu Rashid ni mbaya, lakini usisema alitoka katika ukoo fulani ama kabila lingine ni mbaya. Hapana, kwa sababu Mungu ametuumba kama, na sote tumetoka kwa Mungu, siku moja tutarudi huko tu, na yeye ndiye ana sababu ya kutuweka hapa. Na tena hiyo ndio urembo wa kuwa katika nchi, kwa sababu ikiwa tuko na jamii tofauti, makabila tofauti, na pia hata sura tofauti, urefu, mfupi, na wajua kama watu wote wangekuwa warefu si watu wangesema tumechoka na urefu. Na hiyo ni urembo wa maumbulizi ya Mungu, vile Mungu ameumba watu. Na mko tofauti, na umenifunza kitu, kwa sababu watu wengi ungewaambia
ungependa ufanywe nini, angezungumza vitu binafsi. Lakini umesema unataka umoja, amani na mshikamano. Nataka nikuachie uweze kunipa ile Kenya nchi yetu nzuri, alafu baadaye tukirudi tuje tuzungumze tena kuhusu wewe mwenyewe binafsi, kuanzia sasa una mipango gani, alafu tuweze kuendelea na mahojiano. Kama mwelekezo wangu ananipata, tumpe nafasi ndugu yangu Thomas Wesong. Kenya yetu nchi nzuri, nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Kenya yetu nchi nzuri, nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Mwito wetu harambee, tuijenge Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Mwito wetu harambee, tuijenge Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Wenzangu mwananchi, tuunganeni mkono, tulijenge taifa. Wenzangu mwananchi, tuunganeni mkono, tulijenge taifa. sote tuna wajibu kujenga Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Sote tuna wajibu kujenga Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Viongozi wetu wote uongoze watu wetu kwa amani daima. Viongozi wetu wote uongoze watu wetu kwa amani daima. mmepewa uwezo wa kusimamia na kulinda haki yetu kwa amani daima. mmepewa uwezo wa kusimamia na kulinda haki yetu kwa amani daima. ndugu zetu wanajeshi, Uilinde nchi yetu siku zote daima. ndugu zetu wanajeshi, Uilinde nchi yetu siku zote daima. tusimame imara, tuilinde Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Tusimame imara, tuilinde Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Ndugu zetu tujiunge pamoja, Tulijenge taifa. tujiunge pamoja, Tulijenge taifa. tujiunge pamoja. Tulijenge taifa. Ndugu zetu tujiunge pamoja, Tulijenge taifa. tujiunge pamoja, Tulijenge taifa. tujiunge pamoja. Tulijenge taifa. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Tuunganeni mkono, tulijenge taifa. Uongozi maana yake Uongozi ndio uwezo uliopewa na watu wa kuwahudumia mahitaji yao na kushughulikia maslahi yao. uongozi watoka wapi? Uongozi watoka kwake Baba Mwenyezi Mungu Wa wateule wake aliyewateua waongoza watu kwa mapenzi yake. tangu tupate uhuru. Katika nchi ya Kenya tumebarikiwa sana Kupata viongozi kwa busara sana. twatoa shukrani, Kwa Mwenyezi Mungu nasi wananchi Kenya sote tunalo jukumu la kulinda nchi yetu. na kumsaidia Kiongozi wetu katika kazi yake, ya kujenga nchi. nasi wananchi Kenya Sote tunalo jukumu la kulinda
kazi yake ya kujenga nchi. Kenya ni imara, sote tunajivunia. 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 Kenya ni nchi nzuri sana, lazima tuilinde. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tusikubali wachochezi waiharibu Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Wananchi wetu wa Kenya tuheshimu mamlaka, kwa sababu uwezo wote watoka kwa Mungu juu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima tuungane sote tujenge nchi yetu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tuungane na viongozi tukijenga taifa. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tuungane na rais wetu tukijenga taifa. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo Na bila shaka Kenya ni imara, sote tunajivunia. Akijaribu kuweza kuzungumza katika mustakabali wa taifa. Nataka tuzungumze kidogo, tuende mapumzikoni, tukirudi tumalize mazungumzo. Lakini nitakuwa swali moja. Kuna watu ambao wanasema sawa, tuna kila sababu ya kuipenda nchi yetu ya Kenya, lakini pia tuna kila sababu ya kupaza sauti zetu wakati turidhiki na jinsi mambo yanavyoendelea. Wewe umeishi kuona mengi. Unazungumziaje kuhusu mipaka ya ukosoaji ili kupata mabadiliko nchini Kenya? kweli kutaja makosa ni jambo muhimu kabisa, kwa sababu ikiwa kitu labda jambo linatendeka vibaya na tunanyamaza, wale ambao wataudhika ni sisi. Kwa hivyo inategemea sasa namna unavyotaja. Utaje kwa njia ambayo inajenga, lakini siwe njia ambayo haijengi. Kwa sababu saa zingine sisi tunatumia ubinafsi yetu, alafu tunataja ili tufuruge, ili iharibike kabisa. Lakini utaje kwa kujenga. Taja kwa njia ya kujenga. Ili tujue ya kwamba kwa sababu ikibomoka itabomoka kabisa. Wengine wanasema wacha ibomoke kwa sababu mimi siko huko. Lakini sasa ikibomoka wewe pia yuko ndani, kwa sababu Kenya ni hiyo. Na mbona wewe muziki yako ina ukubwa, lakini mwenyewe songa mtu tulia tu, simple. Shida iko wapi? Manake muziki mkubwa, songa mwenyewe umetulia tu. Wasonga mwenyewe yuko hivyo. Kwa sababu hiyo ni mwili tu, lakini Wasonga mwenyewe ni kubwa. Ni mwili kwamba mwili ni dogo. Hauna madaa, hauna nini, ni kwamba bado ni muungwana, licha ya kwamba kwa kweli muziki yako imefika mbali. Shida pia ni kitu ambacho nimepata kwa watunzi wa nyimbo ni kwamba huwa wakishapata ni ashajulikana. Alafu sasa tunasahau. Sisi tunasahau ya kwamba si wewe, hiyo umuhimu na hiyo ukubwa na heshima ambayo watu wanapewa si wewe, lakini kazi yako ambayo umefanya ndio wanapenda. Na kwa sababu hiyo mimi kitu ambacho naona, hata ukiongea na mimi saa ile uliniita hukuita Wasonga, lakini kazi ndio ilifanya utafute huyu mtu ambaye anaitwa Wasonga. So kwa ufupi unawapa ushauri kwamba wazidi kuimarisha kazi zao. Kuimarisha kazi, kwa sababu na hiyo pia ndio imenisaidia. Nimekaa
niliretire kitambo, lakini sasa bado ninaitwa na serikali ili kwa contract kidogo, kwa sababu wanaona kazi bado inatakikana. Si kwamba mimi ndio ninaenda kuwatangazia ninataka mimi siku zangu zinakwisha naenda, lakini wakitaka kazi, kama juzi pia waliniita wakati wa kukumbuka katiba yetu, alafu ninakuja kwa sababu kazi inataka na pia wananchi wanataka hiyo. Kwa hivyo sasa hiyo ndio muhimu sana katika binadamu, hata kushinda mali, kwa sababu hata mali watu huwa wananiuliza wewe ulipata nini? Lakini mimi nimetosheka kwa sababu niko na amani na nimetulia, hakuna neno. Ikiwa kuna mtu ameona mwalimu amefanya hivyo nataka kunishukuru, hakuna neno. Lakini si hiyo sana, kwa sababu hiyo haitasaidia sisi. Naam, bila shaka ubusara kwamba kama kuna mtu anaweza mwambia asante mwalimu Thomas Wesonga, sawa, lakini kujiekeza makuu yeye hakuna. Kinachomsukuma zaidi kazi yake ifikie watu wengi, iwe na athari nzuri katika maisha ya wengi, alafu anaamini kwamba kazi yake ndio itatambulisha jina lake. Ukiwekeza jina lako mbele, basi hautafanya cha msingi, lakini ukiwa unafanya kazi kwa bidii, basi jina lako bila shaka litatangulizwa mahali popote pale. Kabla tuweze kumalizia, maana naona kwamba kuna Big Popper DJ upande wa pili, na ataka aje kidogo atukimbize kama watazamaji, alafu tujue ana mipango gani weekend. Kwako wewe, kwa kushauri wasanii wale chipukizi, manake umekuwepo, unaweza kuwapa ushauri gani ambao watachukua kama akiba ya leo na kesho kutwa? Wasanii kwa kawaida, hata saa hii huwa watu wananiuliza kwamba kwa nini wale ambao wanaimba siku hizi nyimbo zao hazidumu kwa muda mrefu. Hizi nyimbo ni mbaya, lakini mimi kama mtaalamu wa muziki huwa ninahusika nayo pia, hata wao vijana, ni kwamba nyimbo ni nzuri, nyimbo zao, lakini utunzi ndio saa zingine ni mbaya, kwa sababu maneno, hasa maneno vile, wajua wimbo sauti inaenda kuwa mzuri, lakini maneno ambayo unasema ni maneno ambayo inaweza kukubaliwa na watu wengi, na pia unaweza kuwa na maana, kwa sababu isiwe tu neno ambayo haina maana, kwa sababu ikiwa haina maana ama ikiwa iko na maana ya muda mfupi, pia utaishi tu hivyo. Alafu tio majivuno nyingi ambao hao vijana wetu wako, wengine wakishafika hapo alafu anafikiri amefika mbinguni, alafu saa zingine mambo inaenda mara moja tena ashashuka chini. Lakini wao pia ni marafiki yangu. Alafu tena kitu kingine tena, idara hizi ambao zinashughulika na mambo ya vijana, inatakikana vile wakati tulikuwa huko, nilikuwa kwa Music Commission, tulikuwa tunajaribu kutafuta hawa talents, wale watu wadogo, alafu anaweza kuwa na idea nzuri, lakini namna ya kuiweka ndio hajui. Sasa tunawajaribu kuwarekebisha, alafu tunawaweka, tunawatangaza, alafu wanajulikana, alafu watajua sasa njia. Lakini pia kwa sababu bado wao wako wachanga, hawaja kuwa na experience, msipo wa guide vizuri hawawezi kufika pale. So hizo ni juu ya hizo, kama hizo idara pia zishikane na vijana na waangalie ili waweke katika hali ile ambayo kazi yao yote ambayo wanafanya haitakuwa tu ya muda mfupi, lakini itakuwa inadumu kwa miaka mingi. Naam, bila shaka mimi nakutakia kila laheri mwalimu. Zidi kuwafunza wengi, na kama kuna mtu angependa kuweza kupata mwelekeo wa mwalimu, unapatikana wapi? Labda pengine una afisi yako umeweka kama mwalimu, mtu anakuja kufundishwa utunzi na uimbaji, anaweza kupata bado mwalimu ni .com katika mitandao ya kijamii, ama ni analog, ni simu peke yake, ama mtu atakwambia unapatikana vipi? Nafikiri nitapatikana katika simu. Simu nitasema. Sawa. 0722 43 23 82. Okay, na 0722 43 23 82. Tunakuna vibaya pia mwalimu. Lakini pia kwa ofisi pia wa serikali bado huwa inanipatia ofisi ya kukalia kidogo, saa ile niko around, na saa zingine inapatikana katika Shah House. Semi kitu 15th floor. Naam, na pia hakuna shida kumnunulia mwalimu. Kama atakumnunulia mwalimu angalau kibiskuti akatafune,
Waweza mtumia tu kama hongera, amefanya kazi nzuri sana za kupata maji ya baridi akitoka hapa akanywa na akasema tuishangilie Kenya. 0722432382 nambari hiyo ya mwalimu 0722432382. Tafadhali kwa chochote ulichonacho cha kumwambia tu pongezi kwa kazi nzuri ama kumpangusha jasho kwa kazi aliyofanya kuanzia miaka ya 80 mpaka sasa, naamini atashukuru sana. Kuweza kuondoka, nafikiri mwelekezi wangu tutoke na tushangilie Kenya. Itakuwa vizuri kabisa tukimaliza tushangilie Kenya. Huko nikikuta hata saa hii tuna record nyimbo za Mashujaa Day huko, hata Citizen huko Uhuru Park itachezwa wakati ule wa wiki hiyo, na saa hii pia tunashughulika na ile matayarisho ya huko Kitui na hizo zote bado ninashughulika nayo. Bila shaka na kila laheri katika masuala hayo, na tutasubiri tuangalie utunzi utakaouleta. Mtazamaji, nambari kwa hapo kwa kiwambo 0722432382 nambari hiyo. Kama pia wewe wataka kufunzwa uandishi, wataka kufunzwa uwekaji wa sauti, umeelewa, muhimu sana atakufundisha namna gani ya kutengeza muziki na ukakaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ndio hali. Asante kwa muda wako, zidi kuweza kuwa kioo cha jamii. Sasa hivi tumalizie na tushangilie Kenya, itakuwa vizuri. Kama mama una kauli ya mwisho kumalizia mzee wangu kwa watazamaji? Watazamaji, ninashukuru sana kwa kuwa katika Citizen tena mara nyingine. Lakini kitu ambayo ninasema tudumisha amani katika Kenya ili tuendelee kujenga nchi yetu kwa amani na nchi iendelee. Asante. Asante sana. Tumalizie mwelekezi. Tuishangilie Kenya, taifa letu tukufu. Kenya tuna